Magharibi. Tuungane naye mwandishi wetu Andrew Juma kwa mengi zaidi. Juma. Naam, Kilemi kutoka viungani mwa mji wa Kapenguria haswa kaunti ya Pokot Magharibi, tuweze kupokea kauli za wakazi wa eneo hili. Wanazungumziaje migomo ya waathiri ambayo inaendelea kufanyika katika taifa la Kenya? Kwa majina naeleweka kama Songo, nikiwa kaunti ya West Pokot. Mimi nataka niseme namna hii, kulingana na migomo ambayo inaendelea saa hii ya kitaifa ambaye ni kwa vyuo vikuu, ni mgomo ambaye inatuletea wazazi sisi shida. Kwa sababu gani? Mimi wazazi wakati watoto yao wamepewa kuenda shule, alafu ionekana wanagoma wa wasomi, mzazi anaumia kwa sababu ule mtoto inaonekana hayuko darasa, ile pocket money yenye alipewa ameitumia, anakula inaisha, baadaye anapigia mzazi simu, huyo mtoto unajipata kule penye hako ni kuzunguka. Alafu kama kaunti yetu ya West Pokot, unajua hatuna university yoyote. University ambaye pia naye tungetengelezewa kama hii Kisii University ingekuwa rahisi, kwa sababu watoto wetu wangekuwa karibu, hata wangeweza kutembea na miguu warudi nyumbani. Mimi ile kitu yenye naweza omba upande ya serikali, nataka niseme namna hii. Serikali wakutane na wahadhiri wa vyuo vikuu, wazungumuze, wafutilie mbali hii migomo. Hii migomo ijatufurahisha sisi kama wazazi ambao watoto wetu wanasoma vyuo vikuu. Na baada ya hivyo naye pia mimi nataka kusema namna hii. Hawa wahadhiri ya vyuo vikuu msijaribu kuweka misimamo mikali. Pia nyinyi naye muangalie mmesoma kutoka wapi, mkafikia wapi, na mlipitia katika maisha gani, mazingira gani. Wakati mnakaa mbele kusomesha hawa watoto, pia mnakuwa na roho ya utu, mnakubaliana na serikali ili kuweza kusaidia watoto ya watu. Wazazi wanaumia kwa sababu hii muhula wakati itasongeshwa ionekane mtu alikuwa ni miaka 4, ni miaka 6, ni nani yako anagaramika? Hiyo ni mzazi. Pia mimi nataka kuambia msikuwe mnaweka ndani siasa. Waache ikuwe ni mambo yenu, nyinyi wahadhiri yenye mko mnalalamikia ishughulikiwe, lakini mambo ya misimamo migumu ni kama nyinyi mlisoma tu. Kama nyinyi mlikuwa na pesa nyingi, mlifaidika, mlilipiwa pesa zote ni sawa, lakini wengine wameumia, wengine wameuza chang'aa, wengine wameuza mboga, wengine wamefanya usharati ndio wakasomesha watoto yao. Tafadhali mimi nataka kusema wahadhiri msiweke misimamo kali, kaeni chini mzungumza na serikali, na kuna pesa hata mlipewa, mbona msipokee hiyo pesa ili shughuli ziendelee? Kwa majina ni Ngolepus Kipto, mkazi wa West Pokot, na kama mkazi wa West Pokot tumeweza kukerwa sana na yale yanayoendelea Kenya hii. Tumeweza kuona mgomo wa ma-lecturer, na kwa kweli katika kama jamii ambayo iko nyuma kimasomo tumeweza kuona watoto wetu wengi. Jamii imeweza kuuza mifugo zao na wengine wameweza kufanyiwa michango kwenda pale shule, lakini sasa ugomaji wa waadhiri imeweza kuonyesha kwamba sasa masomo ya watoto wetu itaweza kuchelewa na wengi wao watachelewa kumaliza shule. Na kwa hivyo ningependa kuomba serikali kuu iweze kushughulikia, kwa maana masomo ndio msingi muhimu katika kupigana na umaskini. Kama vile ambavyo tulipata uhuru kama nchi, tuliweza kuona ujinga ikiwa kati ya yale ambayo tunaweza kupigana nayo baada ya kupigana na ukoloni. So kwa uongozi ni muhimu sana lecturers wetu wapewe kipaumbele, tuweze kuangalia yale matakwa yao, waweze kusuluhishiwa na tuone kwamba watoto wetu wanarejea katika masomo yao. Pengine hawa watoto wakiwa nyumbani wakati ambapo hawaendi shule, unadhani kwamba wanaweza athirika vipi? Kuna mambo ya na dawa za kulevya. Tumeweza kuona kwamba pia watoto wetu wakikuwa idle, alafu pia siku hizi mambo na employment iko chini kidogo, tunaweza kuona wengi wao wanahusika katika dawa za kulevya, wengine pia wanahusika katika ngono za mapema, na hivyo basi itapelekea kukua na mimba za mapema na pia mambo na HIV and AIDS kuongezeka katika jamii yetu. So ningependa kuambia wanafunzi wetu, despite pia wakiwa nyumbani kama katika hali hii ya mgomo, waweze pia kujiangalia sana kwa hizo issues za drugs na substance abuse, na pia kuhusika katika unprotected sex kama ambavyo inaitwa katika kimombo. Ni kauli za wakazi wa eneo hili ambao baadhi yao wanaendelea kusikitika kutokana na swala hilo, wakiendelea kutoa wito kwa serikali ya sasa kuweza kutoa mwafaka na kuelewana na waathiri wa vyuo vikuu ili hali ya masomo isiendelee kutatizika. Kutoka mji wa Kapenguria, jina langu ni Andrew Juma, na kwako studio. Asante sana Andrew Juma. Katika hatua ya